Tumani, mambo vipi? Mambo ni aje? Of course ni time nyingine tena ambayo tunakuwa tunasogezeana news zote ambazo zimezidi kuchukua nafasi kwenye ulimwengu wa burudani, lakini pia bila kusahau michezo hapa Afrika bana na nje ya mipaka ya Bongo. Bana, ikumbuke msakata ambao limekuwa likiendelea zaidi sasa hivi kwa upande wa Tanzania linawajumuisha timu kutoka bana Dar es Salaam, yani Young Africans zidi ya Simba kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo ilipangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na mchezo huo haukuweza kufanyika kutokana na sababu ambazo Simba walidai kwamba walitaka kufanya mazoezi katika dimba hilo la Benjamin Mkapa, lakini mabouncer kutokea Young Africans waliweza kuwazuia. Sasa hilo jambo kwa upande wao Simba waliamua kuiahirisha mechi hiyo kwa kusema kwamba hawakupewa haki zao kikanuni. So kwa upande wa Yanga pia nao walifika uwanjani kwa ajili ya kuweza bana kucheza mchezo huo, lakini haukuchezwa kutokana na mchezo huo uliweza kuahirisha. So kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kwa upande wa Young Africans, wamekuwa wakihitaji alama 3 na magoli 3 kwa ajili kutokana na kanuni ambazo zimekuwa zikitumika kwenye bodi ya kwenye ligi yetu ya NBC bwana. Sasa kutokana na mtafaruko huo Young Africans kupitia bana uongozi wao walifuata taratibu kutokea hapa Tanzania kwamba walitaka waweze kupewa hizo pointi 3 na alama 3 kutokea bodi ya ligi yani TFF, lakini pia hawakuweza kuzipata. Sasa jambo ambalo wamekuwa kulikuruka nalo ni kuruka zaidi kwenda mbali mpaka nje ya Tanzania ambako wameenda kuwasilisha malalamiko yao bana huko kasi wakidai alama 3 na pointi 3. Sasa mambo yako hivyo. Ikumbuke Young Africans kesho wako kibaruani kwenye mchezo wa NBC zidi ya Tabora United pale Tabora. Sasa huku wanacheza mchezo huo, lakini wanasubiria majibu yao kutoka kasi kwamba yatakuwa vipi kuhusiana na hitimisho au hatima ya dabi ya Kariakoo. Je, watapewa pointi 3 au wataambiwa warudie mchezo? Mimi nawe hatufahamu, tuendelee kusubiri hapa 245 Tanzania. Hii hapa ni Chris Media 24.